Yes, kupitia Biomedia utahabarika na habari za udako, michezo na burudani, lakini pia habari za kisiasa na mhabarishaji na official Rose D kama ilivyo kawaida. Bana, Gigy Money amefunguka mazito ukaribu wake na Diamond kwa sasa. Nimepunguza watu wengi kwenye maisha yangu. Nimeshatambua nani mwana nani mnafiki. Huyu ni mwanadada Gigy Money ambaye ameeleza kuwa kwenye ndoa yake kila mtu aliyefika pale alialikwa kwa heshima, na Gigy hajasikia vibaya kutokuja kwa star yeyote yule. Na Gigy anasema kwanza yeye mwenyewe ni star tosha na anapendwa na watu kwa namna ambavyo anaishi, hafiki maisha yake ya real. Na mwanadada huyo aliendelea kusema kuwa ndoa yake ilivyokuwa ndivyo ilivyopangwa kuwa. Hajutii wala hajajisikia vibaya, maana kila kitu kilienda sawa. Na Gigy anaeleza kuwa ukitaka kumjua rafiki wa kweli pata matatizo. Rafiki wa kweli sio yule unayefurahia naye kuwa kwenye masherehe. Hapana, rafiki wa kweli ni yule ambaye anakusaidia kwenye shida. Na Gigy Money amesema kwanza kabisa, kwa sasa nimeshawapunguza watu wengi kwenye maisha yangu, maana nimeshatambua nani mwana na yupi mnafiki. Lakini pia Gigy alisitiza kuwa hakuna star kumzidi Mungu. Mara zote yeye mwenyewe anajiona ni star, na hata mama yake mzazi naye pia ni star. Kwa hiyo hakuna mtu wa kumbabaisha Gigy. Na kufuatia kauli hii bana tata ambayo amezungumza mwanadada Gigy Money, wadau wameweza kufunguka wakidai kuwa kauli hizi za Gigy Money zinakuja kufuatia kitendo alichokionyesha msanii Diamond Platnumz kwenye ndoa yake Gigy Money. Kwa sababu unaambiwa Gigy alitamani sana kumuona Diamond kwenye harusi yake, kufuatia ule ukaribu ambao waliwahi kuwa nao. Lakini pia Diamond anapokuepo kwenye harusi huwa anakuja na kijiji, kwa maana ya watu wengi lazima wahudhuria hiyo event. Kwa hiyo kukosekana kwa Diamond Platnumz kwenye harusi ya Gigy Money kumefanya watu wengi wasiwe kwenye harusi ya Gigy Money. So Gigy ameona kama Diamond kamdharau fulani hivi kutokana na mwaliko aliompatia alafu hajafika. That was pia ameamua kuongea hayo kama kumind fulani hivi Diamond kwa kutofika kwenye harusi yake. Hata hivyo mpaka sasa Diamond hajajibu chochote kiukweli kufuatia kauli ya Gigy Money kumuita mnafiki ambaye ameamua kumpunguza kwenye maisha yake. Wapo wadau ambao wamemcheka ujinga Gigy kufuatia kauli zake. Wadau wengi wamedai kuwa Diamond ni mtu mwenye pesa zake bana. Gigy kapuko tu, toka lini kapuko akampunguza tajiri? Kiukweli kumekuwa kama Gigy ameonekana kama kituko, anaforce kurudisha ukaribu wake na Diamond Platnumz na amesahau matusi aliyokuwa akimtukana bwana mkubwa. So kweli ni kwamba Diamond naye kaamua kupunguzika bwana. Kweli kwa sababu anaonekana hana time tena na Gigy Money, na Gigy atahangaika lakini kurudi kwa Diamond kama zamani asahau. Hizi ni kauli za wadau pia kufuatia hilo la Gigy Money kudai kwamba kaamua kumpunguza Diamond Platnumz na wengine kibao wanafiki kwenye maisha yake ili Aisha anavyotaka. Nini maoni yako katika hili, mtazamaji wetu wa Biomedia? Pengine unachukuliaje kauli ya Gigy Money kwamba kumpunguza Diamond na kumuita mnafiki? Unaweza kutuandikia maoni yako hapo. Umeweza kuenjoy hiki ambacho tumeweza kukusogezea. Kwa wakati mwingine tutaweza kuangazia kwa kina kabisa taarifa nyinginezo. Bye bye.